Hello, pioneers. It's me Gelvas. Niliwaambia leo siku nikipata muda wa kutulia, basi nitajaribu tena kutoa ufafanuzi kuhusu ukubwa wa mradi wetu wa Pi Network, lakini pia kuhusu thamani ya coin yetu ya Pi ambayo tunaita GCV ya $314,159. Sasa ndugu zangu, ni kwamba tangu cryptos zilipogunduliwa 2008 2009, kwa maana ya godfather wa crypto Bitcoin ilipokuja into creation, na hizo nyingine zote zilizofuata, cryptos hazikuweza kuingia katika maisha ya kila siku ya binadamu kwa maana ya matumizi, kwa maana ya utility. Kwa zimebakia tu kuwa ni digital assets ambazo watu wanaweza kuzitrade kwenye exchanges na kutengeneza faida. Sasa mradi wa Pi Network umekuja ukiwa na malengo makubwa au kwenda mbele ya pale hizi cryptos. Utaona katika white paper ya Pi Network wameziita ni traditional cryptos, kwa maana ni za zamani, na hizo njia ambazo zimepitia pia zinaitwa ni za zamani. Kwa mradi wetu ni ugunduzi mpya, ni mradi mkubwa sana, umetengenezwa kwa akili kubwa sana na unakwenda kimkakati, tofauti na hizo nyingine zilizotangulia. Kwa mfano kama Bitcoin ilikuwa tu ni ugunduzi wa blockchain yake na namna ya kumine hiyo Bitcoin, basi na baadaye kuja kuipeleka sasa katika masoko hayo ya kubadilishana. Kipindi hicho ilianza peer to peer na baadaye ndio exchanges zikawa zimekuja za kuweza kwenda kutrade huko. Kwa hiyo hakuna mkakati wowote ambao ulikuwa huko nyuma ya Bitcoin. Kwa Bitcoin ilikuja, kwa hiyo ilikuwa ni ugunduzi tu ambao umetembea wenyewe. Lakini with our project Pi Network ni project ambayo imetengenezwa na kila kitu kinakuwa implemented kwa wakati unakwenda. Ukisoma, ukifuatilia roadmap ya Pi utaona kuna phases za execution ya mradi. Hatua hii kinafanyika hiki, hatua hii kinafanyika kile, hatua hii kinafanyika hiki. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba malengo ya mradi yanaweza kutimia kwa 100%. Sasa kwa sehemu kubwa nitazungumzia tu ukubwa wa blockchain yetu ya Pi Network, lakini cha pili, swala la GCV na hiki ambacho tunakiona kimetokea katika exchanges kwa siku mbili hizi tatu, kwamba Pi imekwenda kwa thamani ndogo. Ili jambo linawezekana namna gani? Kuna mechanisms gani ambazo zimetengenezwa na Pi Core team kuhakikisha kwamba GCV inakuwa ndio value ya Pi ambayo tunakwenda nayo kwa maana kwenye utility, lakini pia kuja kuipata kwa maana tukitaka exchange kuweza kupata fiat na vitu kama hivyo. Mradi wa Pi ni mkubwa sana kwa maana ya power of blockchain yake, tofauti na Bitcoin, Ethereum na hizo nyingine. Kwa mfano kama Bitcoin, uwezo wake wa kusukuma miamala kwa sekunde moja tunaita TPS kitaalamu, kwa maana transaction per second. Bitcoin unaweza ukafanya miamala 5 mpaka 8 kwa sekunde moja tu. Yani maana yake kwa sekunde moja dunia nzima ni watu 5 mpaka 8 ambao wanaweza wakafanya miamala ya BTC, kutumiana ile mtu kwa mtu au kutoa katika exchange yako kupeleka kwenye wallet yako au whatever, lakini as long as hiyo Bitcoin unataka itembee itoke hatua moja kwenda hatua nyingine kwa sekunde moja, ni transaction 8 maximum zinafanyika. Ethereum wako katika transaction 12 mpaka 15 per second. Sasa Pi Network ni mradi mkubwa sana, una nguvu kubwa sana, na kimsingi unalenga ku accommodate dunia nzima into utility, katika kuwapeleka dunia nzima katika matumizi ya coin yetu ya Pi katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu uwezo wake wa kusukuma miamala kwa sekunde moja, hiyo TPS kwa blockchain ya Pi ni miamala 70,000. Sasa ukichukua sekunde miamala 70,000 kwa sekunde moja, ukizidisha mara 60 upate dakika, ukizidisha mara 60 upate saa, ukizidisha mara 24 upate siku. Utaona kwa siku moja, maana yake blockchain yetu ya Pi ina uwezo wa kufanya miamala isiyopungua bilioni 6 kama na milioni 400 kwa almost dunia nzima. Maana watoto wa miezi 6 mpaka miaka kadhaa hapo mara nyingi hawafanye miamala. Kwa ukiwapunguza katika population ya watu bilioni 7 na point kadhaa, utakuta watu ambao tunaishi kwa kufanya miamala kila siku ni kama bilioni 5.5 tu. Sasa blockchain yetu ya Pi ina uwezo wa kusukuma miamala bilioni 6
na karibia milioni 400 kwa siku moja. You can see how big our blockchain is. Lakini jambo lingine kuhusu blockchain yetu ni security. Sisi ndio blockchain ambayo tumezalisha nodes nyingi, na sisi kumbuka, tumekuja mwishoni tu. Mining yetu imeanza 2019, zipo ambazo zimetutangulia hizo akina BTC kuanzia 2009, lakini Bitcoin sasa hivi anakimbiza security nodes kama 20,000. Alikuwa mpaka juzi hapa kwenye 18,000 na kitu, ndio anakimbilia kwenye 20,000. Sisi pai mpaka mwezi wa 6 si wa 7 mwaka jana, wakati tuna update ya node version yetu, tulikuwa tayari tumeshazalisha security nodes zaidi ya 200,000 kwenye blockchain yetu. Kwa hiyo ni blockchain ambayo ina security hali ya juu sana kuliko blockchain yote au katika mfumo wote ule wa kifedha duniani. Tunaweza tukasema kwa sasa ni project yetu ya Pi Network. Sasa kuhusu thamani ya GCV, white paper ya Pi imeweka wazi kabisa kwamba pioneers will decide the value of Pi. Iko kwenye white paper na kuna implementation, there is a strategy kwamba wanaamuaje hiyo thamani ya Pi. Hatukukaa tu kwenye vijue vya kahawa tunasema kwamba mimi nataka na thamani hiyo thamani ile. Kwa kwenye closed mainnet period ambayo tulianza nayo ile Disemba 2021 mpaka hapa Februari 19 ndio closed mainnet period imeisha. Sasa katika kipindi chote hicho kumekuwa na events za barter trade katika localities mbalimbali sehemu mbalimbali duniani. Kwa kupitia hizo barter trades watu wameuza vitu vyao vyenye thamani na tukawa sasa tunajadiliana kuhusu kizio cha kubadilishana kwa Pi, kwamba kuku wauzwe kwa Pi ngapi, kwa Pi kiasi gani. Kwa hiyo wakati tunaanza ili zoezi 2022 maeneo mengi yalitofautiana kuhusu thamani ya Pi. Wako ambao walitrade kwa Pi 100, wako ambao walichukua kizio kama thamani ya Pi ilikuwa ni $100, wako ambao walisema Pi ni $500, wako walisema $314, wako walisema $3,000, $5,000, $10,000. Kwa hiyo imekwenda mpaka mwaka 2023 hapo kwenye mwezi wa 6, karibia hapo mwezi wa 6 ndio tukafikia mahali pa kukubaliana kuhusu GCV, kwa maana thamani sasa ya Pi iwe ni $314,159. Na kuanzia 2023 mwezi wa 6 sasa ndio Doris akaanzisha kampeni kubwa ya kidunia kuhakikisha kwamba sasa barter trade zote zinazofanyika maeneo mbalimbali duniani zinazingatia hicho kizio cha GCV, kwa maana ya Pi moja thamani yake ni $314,159. Sasa kwenye white paper tayari imeshakuwa stated kwamba the value of Pi will be decided by pioneers and not exchanges. Sasa hilo linawezekana vipi? Tumeona hapa katika open mainnet exchanges kadhaa zimelist Pi na imekwenda kwa thamani ndogo ya $2, $3, inashuka mpaka chini ya $1. Sasa what is going to happen? Hawa core team wako kimkakati sana, kwa walikuwa wameacha wanataka kuona tu hawa wenye exchanges wamepanga mipango gani, lakini kwao sio shida kwa sababu tayari wameshawawai. Kwa utakuja kuona katika mfumo ambao tumeuandaa wa matumizi yetu ya Pi, tunaita Pi Utility Ecosystem, tayari umewekwa ulinzi wa kiteknolojia, ndio tunaita SDK, kwamba hizi application zote 100 ambazo zinaenda ku unveiled very soon, biashara zote ambazo zitafanyika katika hiyo application au bidhaa zote au huduma zozote ambazo zitatolewa kupitia hizo dApps, decentralized application ambazo zitakuwepo kwenye utility ecosystem ya Pi, kwamba hakuna mtu yote ambaye atakuwa nje ya mfumo wa Pi au Pi ambayo iko nje ya mfumo wetu wa blockchain ambayo itaweza kutumika kufanya matumizi katika mfumo wetu. Kwa hiyo ndani ya mfumo wa Pi, kwa sababu tayari sisi pioneers tumesha decide the value of Pi ambayo ni $314,159. Kwa maana yake matumizi yoyote au huduma zozote ambazo zitatolewa ndani ya mfumo wa ekolojia ya matumizi ya Pi, kwa maana hiyo Pi Utility Ecosystem, utazingatia malipo yote yafanyike kwa GCV. Sasa hizo biashara nyingine ambazo zitafanyika kwenye exchanges, Pi iwe na thamani chini ya GCV, hayatatusumbua sisi. Hizo zitakuwa ni biashara zao, na hizo Pi hawatakuwa na matumizi nao yoyote zaidi ya kutumika tu kwenye kutrade huko. Lakini kwa maana ya Pi iweze kuwa na effect, iwe na malengo yale ya kuanzishwa kwake, maana yake italazimika irudi tena katika mfumo
wa blockchain ya Pi, na ndio inaweza ikatumika kwa GCV. Sasa ikiwa sisi tutaweza kupata huduma au bidhaa kwa GCV ndani ya mfumo wa ekolojia wa matumizi ya Pi, hiyo Pi utility ecosystem, ni nani anaweza akachukua Pi yake akaiuze kwa $100 au $200 kwenye exchange, wakati huku unaweza ukapata vitu vingi sana kwa Pi yako moja. Kwa hiyo utaona automatically hizi application zitakapozinduliwa na tayari milango itakapofunguliwa ya kuanza kufanya matumizi kupurchase online kupitia Pi, hakuna mtu atakuwa na sababu ya kwenda kuuza Pi yake kwenye exchange. Kwa hata hao ambao wamesha deposit kwenye hizo exchanges, maana yake wata withdraw back Pi zao kuzirudisha kwenye mfumo wa Pi ili tuweze kuzitumia au kupata huduma mbalimbali ambazo zitakuwa zinapatikana kupitia hizo utility application ambazo kuanzia kesho Jumatatu nafikiri anytime Pi core team atakwenda kuziachilia, na baadaye muda sio mrefu matumizi yake sasa rasmi yatafunguliwa kidunia. Kwa hiyo in exchanges watakosa Pi za kutrade. Kutakuwa na scarcity hali ya juu sana ya Pi kwenye exchanges, na kwa sababu ya scarcity, maana yake Pi itaanza kuskyrocket, itapanda kwa kasi sana kwenye exchanges, na upo uwezekano in the near future huko kwenye exchanges Pi ikawa na thamani kubwa kuliko hiyo ambayo itakuwepo ndani ya mfumo wa ekolojia wa matumizi ya Pi, kwa sababu Pi zitakuwa zinakwenda tena kwenye exchanges. Biashara nyingi kubwa duniani zitaanza kuingia katika mfumo wa matumizi ya ekolojia ya Pi. Kwa tutatumia moja kwa moja, there will be no need for exchange. Tutaitumia Pi yetu moja kwa moja kwa kila tunachotaka, iwe ni magari, iwe ni simu, iwe ni viatu, whatever products au huduma ambazo tunazitaka tutazipata kwa Pi ndani ya mfumo wetu wa matumizi wa ekolojia ya Pi network. Kwa hiyo nani atakuwa na haja ya kupeleka? Na hata banks tuliona kipindi fulani hapa, wataalamu ambao wanaweza kupita kwenye blockchain ya Pi. Kuna video moja tuliletewa kwenye grupu kipindi fulani, tuliona namna mabenki, ile banking integration, Bank of America, Bank of China, haya mabenki yote yamekuwa integrated purposely kwa sababu in the near future very soon watatufungulia sasa milango ya kuweza kufanya direct conversion, kubadilisha moja kwa moja Pi kwenda kwenye fiat currency badala ya kupitia kwenye exchange ambako kuna manipulations nyingi na michezo mingi sana ya kushusha thamani na kupandisha, ili wao na exchange waweze kupata faida, kutengeneza ile volatility ya kutisha sana waweze kupata faida. Wana michezo ambao wanaifanya kwa mambo ya dumping na nini. Kwa hiyo sasa Pi itaachana na exchanges kabisa, na ndio maana umeona tangu kufunguliwa kwa open mainnet hawazungumzii mambo ya exchanges, hawazungumzii mambo ya exchanges kwa sababu Pi was designed solely for utility and not for trading on exchanges. Kwa hiyo habari za exchanges tuzisahau, tujikite katika malengo ya mradi kwamba si utility coin, ni coin ambayo tutakwenda kuitumia as long as we live. Kila siku maisha yetu ya kila siku tutakuwa tunatumia Pi. Kwa hiyo ni mtu mjinga tu ana vipa vyake 30 40 kwenye Avabalance, vyote anavihamisha kwenye exchange akaviuza azifa na kufa leo. Huyo ni mtu mjinga. Tumekuwa tunafundisha hapa 4 years kwamba huu mradi wa Pi ni maisha yetu, maana yake tunaishi hivi, tutakufa, tutaacha urithi kwa familia zetu. Pi tuzilinde, tuzitumie kwa mipango, ni utajiri mkubwa sana. Dunia itakwenda kufunguka ndani ya miaka 2 mitatu, kila kitu kitakuwa integrated kwenye blockchain ya Pi. Wewe mtu leo tumezindua juzi tarehe 20 open mainnet, mtu anakwenda kuuza Pi 50 kwa $1 kwa $2 kwenye exchanges. Mjinga wa mwisho kabisa duniani. Yaani wewe ukuwa hata na sababu ya kuja kwenye mradi kufanya mine, ungeendelea tu kuuza ndizi zako kwa mitaani. So guys, ninawasihi sana tuwe watulivu, tuendelee kufuatilia maelekezo ambayo yanaweza katolewa muda wote na Pi core team kuhusiana kuziachilia hizo application, lakini namna gani pia tutaona biashara mbalimbali ambazo ziko registered and approved katika blockchain yetu, na baadaye sasa maelekezo ya GCV na vitu gani vitakavyokuja, tuendelee kujifunza, tutaendelea kupeana elimu. Sasa hizi mradi ndio unafunguka. Hapa tunaona mambo ya KYC, kukamilisha mainnet checklist ilikuwa ni shida sana. Hivyo ni vitu vidogo. Sasa hivi ndio dunia sasa inakuja kwenye kiganja kupitia hizi Pi utility applications ambazo zinakwenda kuachiliwa muda sio mrefu. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kujifunza. Kama una vitu uelewi, uliza, sio nakimbilia tu. Mtu $1 anaenda kutoa Pi yake moja kwa $1, yaani hata gharama ya kurudisha bando ambayo ulitumia kumine Pi haijarudi. Pi 30 au 40 unazipata karibia mwaka mzima, unaenda kuzuza kwa $40 kwa $50, kama sio kulaniwa ni kitu gani? So guys, do not be worried. Tuko katika malengo yale yale. Our coin, our project is for utility. Sisi hatuhangaiki na mambo ya exchange.
mambo mazuri yanakuja, au wenye biashara zote watakuja tu, sababu mfumo ni very powerful, ni mfumo ambao unaweza accommodate vitu vingi sana, na dunia nzima sasa hizi inatoka katika cashless world, natoka katika fiat tunaenda katika cashless world, mambo ya digital, na platform yetu inaweza kufanya transaction nyingi na kwa speed hali ya juu sana. Kwa wale ambao wamefanya transfer ya coin zao kutoka kwenye wallet za Pi browser kwenda kwenye exchanges, wanaweza kuwa ni mashahidi kwamba the moment una click transfer kwenda kwenye exchange, hata kabla hujaenda kuchungulia kule, unaona unapata notification kwamba tayari exchange yako imepokea Pi. Within a second transaction inakuwa tayari imeshapinduka upande wa pili. Ni speed ya juu. Wakati Bitcoin ukihamisha kutoka kwenye wallet moja au blockchain moja kwenda blockchain nyingine, itabidi uzunguke ukanye ukawa nani, baada ya nusu saa ndio uje uchungulie kama imefika au haijafika. Lakini Pi in a fraction of a second inakuwa imeshageuka kwenda upande wa pili. Ni speed kali sana ya kufanya miamala. So blockchain yetu ni ina nguvu sana na vitu vingi, na kimsingi bado ujenzi wa mradi huu unaendelea. Hizi ni hatua tu za awali, mambo makubwa yanakuja. Kwa hiyo tuendelee kujipanga kwa hayo yanayokuja. Uwe na usiku mwema.